Karibu sana mtazamaji wa Zone Media, natumaini ubuheri wa afya kabisa. Kwa maana nyingine tena uko nami Victor Moshi. Sasa huko Mashariki ya Kati, vita kati ya Wahouthi na Israel inazidi kupamba moto, ambapo jana tu Israel iliweza kufanya mashambulizi makubwa katika bandari ya Hodeida nchini Yemen, ikisababisha pia mauaji ya raia wa Yemen. Sasa basi Wahouthi bila kuchelewa kabisa wakaweza kulipiza kisasi dhidi ya mashambulizi hayo kwa kufanya mashambulizi ya makombora na droni dhidi ya nchi ya Israel. Taarifa inasema kwamba jeshi la Yemen limetangaza kuwa limefanya mashambulizi ya makombora na ndege zisizo na rubani droni dhidi ya maeneo nyeti ya Israel, ikiwemo maeneo ya karibu na Tel Aviv, kama kisasi kwa mashambulizi ya Israel kwenye bandari ya Hodeida nchini Yemen. Msemaji wa jeshi la Yemen, Brigadier Generali Yahya Saree, alisema kuwa kombora la kasi kubwa aina ya Palestine 2 lililenga moja kwa moja eneo nyeti katika mji wa Yafa, katikati ya ardhi za Palestina zinazokaliwa kwa mabavu na nchi ya Israel. Aidha, alibainisha kuwa uwanja wa ndege wa kijeshi wa Ramon ulishambuliwa kwa droni za kujitoa mhanga, na akasisitiza kuwa malengo yote yamepatikana kwa mafanikio, hali iliyowalazimisha walowezi wa Kizayuni kukimbilia kwenye hifadhi za chini kwa chini. Saree aliongeza kuwa operesheni hizi ni ushindi kwa watu wanaodhulumiwa wa Gaza na ni sehemu ya kujibu uonevu na uvamizi wa Israel dhidi ya Yemen. Awali, vyombo vya habari vya Israel viliripoti mashambulizi ya makombora kutoka Yemen kuelekea maeneo ya Palestina yanayokaliwa, hali iliyopelekea mitetemo na ving'ora kusikika Tel Aviv na maeneo ya katikati mwa ardhi hizo. Mashambulizi ya Yemen yalikuja saa chache baada ya Israel kushambulia bandari ya Hodeida, na vikosi vya Yemen vikajibu kwa mashambulizi ya makombora. Ripoti za Israel pia zinasema kombora la Yemen lilisababisha ndege aliyokuwa akipanda Waziri Mkuu Benjamin Netanyahu kutua kwa dharura. Jeshi la Yemen limetangaza kuwa litaendeleza operesheni zake dhidi ya ardhi zinazokaliwa mradi tu mashambulizi ya Israel dhidi ya Gaza yataendelea. Moja kati ya taarifa mbaya sana kwa taifa la Israel ni taarifa hii, kwa sababu jana Wahouthi wakati wanashambulia taifa la Israel kujibu kile ambacho Israel ilikifanya kwa kushambulia bandari ya Hodeida nchini Yemen, waliweza kusababisha ndege aliyokuwa akipanda Waziri Mkuu Benjamin Netanyahu kutua kwa dharura. Hawajasema ilitua uwanja gani na hawajasema kwamba Benjamin Netanyahu alikuwa akielekea wapi, lakini kwa hivi sasa kutokana na mikutano mbalimbali ambayo inazidi kuendelea katika ukanda wa Mashariki ya Kati kwa ujumla, hususan taifa la Israel ambalo kwa hivi sasa linakuwa na wasiwasi mkubwa, kukiwa na hofu kwamba huenda Israel ikatengwa moja kwa moja kimataifa na mataifa mengi duniani yakaitenga Israel. Sasa basi ndege ya Waziri Mkuu wa Israel iliyokuwa angani kuelekea eneo fulani ambalo halijatajwa kwenye habari hii ni kwamba iliweza kutua kwa dharura dhidi ya kombora la Palestine 2. Palestine 2 ni moja kati ya kombora la hypersonic ambalo lina uwezo wa kusafiri kwa kasi sana na lina madhara makubwa. Kwa hiyo kombora likiwa angani, kama Israel ikidetect kwamba kuna kombora linakuja kutoka moja kwa moja nchini Yemen, ving'ora huwa vinalia sana. Na jana Israel ilitangaza taarifa hii kwa ukubwa kabisa, ikionyesha ukubwa mashambulizi ya Wahouthi ambayo wameyafanya katika taifa lao, na waliweza kuonyesha ramani ya Israel ikionyesha maeneo ambayo ving'ora vilikuwa vikilia kwa ajili ya tahadhari ya raia wa Israel kukimbilia kwenye maandaki kuweza kujificha kukwepa mashambulizi. Ramani hiyo mtazamaji ndio hiyo unayoona kwenye screen hapo, hapo kwenye hivyo vidoti vyekundu ni maeneo yote ambapo ving'ora vilikuwa vikilia kwa kasi sana kwa ukubwa kwa ajili ya kuwatahadharisha raia kwamba kuna makombora yanakuja moja kwa moja kutoka nchini Yemen na droni zisizo na rubani. Sifa moja ya droni za Wahouthi, zina uwezo wa kuweza kukwepa mifumo ya ulinzi. Mara kadhaa Israel imekuwa kiripoti kwamba imekuwa kikosa shabaha ya drone ambazo zimekuwa zikirushwa na Wahouthi hadi kupelekea madhara makubwa. Sasa basi uwanja wa ndege wa Ramon ni moja kati ya uwanja wa ndege ambao kwa sasa hivi umekuwa kwenye mlengo mkubwa wa Wahouthi kutokana na kushambuliwa mara kwa mara. Hii ni mara ya 3 kwa Wahouthi kuweza kushambulia uwanja wa ndege wa Ramon, lakini vile vile hata kwenye kushambulia kambi ya kijeshi ya Negev iliyokuwa karibu kabisa na uwanja wa ndege wa Ramon, kwa sababu uwanja huu unamilikiwa na jeshi lakini unatoa huduma za kiraia. Kwa hiyo katika maeneo hayo yamekuwa yakilengwa sana na Wahouthi na kupelekea hofu kubwa. Sasa basi Wahouthi sasa hivi wameona kabisa kwamba hawalazi damu. Israel ikishambulia na wao wanajibu. Jana baada ya Israel kushambulia bandari ya Hodeida, walitoa taarifa na kusema kwamba bandari hiyo ilikuwa ni
kichocheo cha kuweza kupitisha silaha kuingia nchini Yemen kwa ajili ya kuweza kupambana na Israel. Sasa basi wao wanaamini kwamba walikuwa wameshambulia kwa kulenga zile gati ambazo zilikuwa zikijengwa kwa ajili ya kuweza kupokea meli ambazo usafirisha silaha moja kwa moja kuelekea nchini Yemen. Hofu ya mashambulizi inazidi kuongezeka hapa kwa sababu kama Israel imeweza kupata madhara makubwa hadi tishio kwa waziri mkuu Benjamin Netanyahu kwamba ndege yake iliweza kutoka kwa dharura kwa hofu ya kuweza kupigwa na kombora na kusababisha maafa makubwa, inaweza kupelekea operation kubwa zaidi zikaweza kufanyika katika nchi ya Yemen, kwa sababu Israel mara kadhaa imekuwa kilenga maeneo ambayo kunakuwa na mikusanyiko ya raia na maeneo ya kambi za kijeshi za Wahuth ambao wamekuwa wakitekeleza operation dhidi ya Israel tangu kuanza kwa vita vya Gaza mnamo Oktoba 7 mwaka 2023. Sasa basi inawezekana kitu ambacho Wahuth waliweza kukasirika hapo jana ni baada ya waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu akiwa na waziri wa ulinzi na naibu waziri wa ulinzi, ambapo alizungumza akiwa kwenye kituo cha jeshi la anga cha Israel ambacho huwa kinatekeleza mashambulizi kwa ajili ya kuweza kulenga malengo kadhaa kwenye Mashariki ya Kati kwa ujumla. Aliweza kuzungumza akisema kwamba jeshi letu la anga kwa hivi sasa linafanya mashambulizi katika bandari ya Hodeida iliyoko nchini Yemen, lakini katika pia ukanda wa Gaza. Netanyahu kuna neno alilitumia hapo jana akisema kwamba tunafanya mashambulizi katika bandari ya magaidi ambao ni Wahuth. Alitumia neno magaidi. Inawezekana ndio neno ambalo Wahuth waliweza kukasirishwa baada ya kuweza kuona taarifa ya waziri mkuu Benjamin Netanyahu, kwa sababu Netanyahu taarifa zote nyingi ambazo amekuwa akizitoa zinatoka chini ya ofisi ya waziri mkuu mwenyewe, na kuna mitandao yake ambayo huwa inatoa taarifa rasmi, na yeye akiwa kama akifanya presi au akizungumza akiandika chochote, basi Netanyahu amekuwa akitoa taarifa hizo kupitia akaunti iliyopo chini ya ofisi ya waziri mkuu Benjamin Netanyahu. Sasa ikiwa Wahuth wameweza kufanya mashambulizi ya kulipiza kisasi katika taifa la Israel, huku madhara bado yakiwa hayajawekwa wazi mpaka hivi leo, inawezekana kuna taarifa madhubuti ambazo zinaandaliwa kwa ajili ya kuja kutoka dhidi ya kile ambacho Wahuth wamekifanya. Mvutano unazidi kuongezeka Mashariki ya Kati na unazidi kuwa mkubwa na unazidi kupanuka na kutishia amani ya usalama wote katika Mashariki ya Kati. Swali ni je, hali itakuwaje katika nyakati ijayo endapo tu mambo yatazidi kuwa mambo katika ukanda wote wa Mashariki ya Kati? Basi mtazamaji wetu wa Zone Media, cha muhimu kabisa ni kutufuatilia hapa, lakini usiache kusubscribe channel yetu, lakini kulike video zetu, kucomment pamoja na kushare. Mimi naitwa Victor Moshi.